Viongozi wa Kiislamu kutoka kaunti ya Uasin Gishu kwa ushirikiano na wenzao katika kaunti ya Lamu wameitaka serikali kuheshimu na kutekeleza uamuzi wa Mahakama Kuu wa kuondoa marufuku ya safari za usiku katika kaunti ya Lamu. Wakizungumza chini ya uongozi wa Sheikh Abubakar Bini pamoja na imamu wa msikiti wa AP Abdulaziz Mohammed, viongozi hao wamesema kuwa Wizara ya Usalama wa Ndani inafaa kuanza mara moja kutekeleza agizo lililotolewa na Jaji wa Mahakama Kuu ya Garsen, Justice Jesse Nyaga, kuhusu kuondolewa kwa marufuku hiyo iliyowekwa mwaka 2017. Haiwezekani mtu asafiri atoke mbali lakini ikifika Minjila alale usiku ati aondoke asubuhi. Kuna emergencies zenye zinatokezea, wagonjwa, iwe huwezi kusafiri usiku. Hili ni jambo ambalo kwamba la kutuhuzunisha, na roadblock ambazo kwamba zimejaa. Utapata kila mahala watu wanasimamishwa mchana, jua kali, wamama wajawazito, tunashukishwa, watu wanasachiwa mabagi zao, wengine bagi zao zinasachiwa hali ya kwa wao wenyewe hawako pale. Hili limekuwa ni jambo ambalo kwamba linatukera kwa muda mwingi sana na hatuwezi kulinyamazia. Aidha, wameonya kuwa serikali isipotekeleza agizo hilo la mahakama, wakazi wa eneo hilo pamoja na waumini wa Kiislamu wataandaa maandamano ya kushinikiza haki na utekelezaji wa uamuzi huo. Viongozi hao wameeleza kuwa marufuku vya safari za usiku pamoja na uwepo wa vizuizi vingi vya usalama kwenye barabara kuu inayopita kaunti za Lamu, Garissa na Tana River umeendelea kuathiri shughuli za kiuchumi katika eneo hilo kwa muda mrefu. Nchi yetu ijifunze kuheshimu uamuzi za mahakama. Tumeona mara nyingi uamuzi wa mahakama haishimiwi, na sisi ndio maana tukaenda kutafuta haki kupitia kwa mahakama, na mahakama imetoa uamuzi kama huu. Tungeomba serikali yetu itekeleze, ifuate amri ya mahakama. Waziri mhusika atoe katika Kenya Gazette aondoshe kafyu. La sivyo tutaandaa, tumetoa siku 14, tutaandaa maandamano makubwa. Sisi sote tutatoka bara kwenda kukomboa Walamu ili na wao wajihisi kama ni Wakenya wengine. Maandamano yako njiani. Kwa mujibu wao, hali hiyo imevuruga biashara, usafirishaji wa bidhaa pamoja na shughuli za kila siku za wananchi, huku wakisisitiza kuwa serikali inaweza kuimarisha usalama bila kuathiri uchumi na haki za wananchi. Mercy Chelangat, Mesh Media KE.